Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limeendelea kufanya operesheni maalum kwa lengo la kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu ambao umetokea katika kipindi cha mwezi Juni 2026. Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 107 kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo mauaji, uvunjaji, wizi wa pikipiki pamoja na madawa ya kulevya. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na raia wa kigeni ambaye amefahamika kwa jina la Amar Abdi Wota El Saidi, miaka 37. Huyu ni raia wa Misri ambaye amekutwa akiwa anafanya kazi hapa nchini bila kuwa na vibali na tayari ameshakabidhiwa katika idara ya uhamiaji kwa hatua zingine. Pia jeshi la polisi limewakamata watu wawili ambao wamefahamika kwa majina ya Lujiliko Zablon Mlowe, huyu ana miaka 52, pamoja na Zawadi Samola Msigwa, huyu ana miaka 43, ambao walikuwa wanatafutwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Lighton Zablon Mlowe, wakimtuhumu kwa ushirikina huko katika kijiji cha Ivigo Igosi, wilaya ya Banging'ombe. Watuhumiwa hawa walitekeleza mauaji hayo siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 2026, na baada ya kuwa wamekamatwa wamehojiwa na wamekiri kutekeleza mauaji hayo na hatua za kuwafikisha katika mahakama zinaendelea. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Zeng Zemin, miaka 33. Huyu ni raia wa China wa kampuni ambayo imetambulika kwa jina la JX Betting Company ya Dar es Salaam, na wenzake wawili ambaye mmoja anafahamika kwa jina la Frenki Evaristo Mlula, miaka 32, na Yok Salum Lengipa, miaka 27, ambao walikuwa na mashine 6 za kampuni nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Agamaroto, zikizaniwa kwamba ni za uwizi. Kwa watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kuwa umekamilika. Mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa ni mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juhudi Ernesto Mkosa, miaka 30, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kutenda tukio la mauaji lililotokea tarehe 29 mwezi wa 11 2025 huko katika kijiji cha Kijombe, ambapo alimuua mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ernesto Lutengamaso Mkosa ambaye ni baba yake mzazi. Katika mahojiano ya awali, mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo toka tarehe 29 mwezi wa 11 2025, na mara upelelezi utakapokuwa umekamilika wa vitu vingine, basi na yeye atafikishwa mahakamani. Lakini sababu halisi iliyopelekea mtuhumiwa huyu kuweza kutekeleza mauaji hayo ni kumtuhumu mzazi wake ushirikina na kwamba mke wake alikuwa akibeba ujauzito unaharibika mara kwa mara. Vile vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na polisi wilaya ya Mbalali mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Joseph Mapinduzi Kalinga, miaka 21, mkazi wa Kinyanambo Mafinga, akiwa na pikipiki MC 803 EUN aina ya King Lion, aliyokuwa anatafutwa kwa kosa la wizi wa pikipiki uliotokea hapa mkoani Njombe. Kwa watuhumiwa wote hawa, mara baada ya upelelezi kuwa umekamilika, watafikishwa katika mahakama kwa ajili ya hatua zingine. Hivyo jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe kupitia polisi jamii itaendelea na mikakati yake ya kuyafikia makundi mbalimbali kwenye jamii kupitia polisi kata, ili kuhakikisha jamii inaendelea kubaki salama dhidi ya vitendo vya uhalifu
kwa kuwajengea uelewa kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kubaini, kuzuia na kutatua uhalifu kwenye maeneo yao bila ya kusababisha madhara. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea na shughuli zao za uzalishaji mali bila wasiwasi na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu mapema mara tu wanapoona viashiria hivyo, ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria.